goli ambazo zimefungwa na Kitambala pamoja na Suleiman Nado katika mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara. Sasa kivumbi na jasho kikiendelea kuisakama klabu hiyo ya Simba baada ya matokeo hayo ambayo waliyopata siku ya jana, ambayo si mazuri kwa upande wa mashabiki. Kitu pekee ambacho kimeweza kuwashangaza wengi mashabiki wa soka nchini Tanzania na hata wale ambao walikuwa nje ya mipaka hii ya Tanzania, baada ya kichapo cha klabu ya Wekundu Msimbazi Simba kukipata pale katika dimba la Benjamin Mkapa, mashabiki hao, kwa baadhi tu ya mashabiki waliweza kujitokeza kwa wingi, huku wengine wakishangilia na kusema kwamba Simba wanaendelea kuipenda na watu kuwa tayari kwenda kuiacha klabu hiyo ya Simba baada tu ya matukio. Hili limeleta gumzo kweli kweli huko mitandaoni mwa kijamii. Moja kati ya reporter kutoka Tanzania ambaye amesema kwamba kitendo hiki cha Simba kufungwa na kushangilia, na huku akisema kwamba Simba wanaipenda na watu kuwa tayari kwenda kuiacha klabu hiyo ya Simba. Hii pia ametoa tafsiri kwamba mashabiki Simba wamekuwa kihisia na wamekuwa kishabiki zaidi, huku kuto kuweza kutoa kauli chafu baada ya kuweza kupoteza mchezo huo wa jana. Hilo ni tukio la kwanza ambalo pia limeweza kuwashangaza wengi kweli kweli, lakini pia tukio la pili ambalo pia limeweza kuwashangaa wengi tu baada ya mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara kutamatika katika dimba hilo la Benjamin Mkapa, mashabiki wa Simba wengine wakisema kwamba benchi la ufundi pamoja na Selemani Matola waweze kujiuzulu haraka iwezekanavyo, kwa sababu hao ndio moja kati ya watu ambao wanaoifanya Simba ifike hapo ilipo. Hili ni swala ambalo la kujiuliza tu, kwa maana kwamba mchezo uliopita wa ligi kuu Tanzania bara, Simba dhidi ya Mbeya City, mashabiki hao waliweza kutoka mbele hadharani na huku akisema kwamba Matola hawezi kukabidhiwa timu mara moja. Baada ya mchezo wa jana Azam dhidi ya Simba kupatikana kwa matokeo mabaya kwa upande wa Simba, mashabiki hao pia wameweza kujitokeza mbele na kusema kwamba Matola pamoja na benchi lake la ufundi liweze kujiuzulu haraka iwezekanavyo kutokana na matokeo ambayo wao hawatakuwa mazuri kwa upande wao. Mchezo huo umeibua hisia kubwa sana na mashabiki wengi wa Simba wanaomba mwekezaji rais wa heshima haweze kutoka mbele na kutoa neno, kwa sababu mwekezaji Mohamed Dewji ameweza kukaa kimya muda mrefu kweli kweli kuto kuzungumza neno lolote lile. Neno lilianzia pale kwenye mkutano mkuu wa wanachama pamoja na viongozi wa klabu hiyo ya Simba baada ya mwenyekiti wa wanachama klabu ya Wekundu Msimbazi Simba Murtaza Ali Mangungu alipoweza kuhailisha kikao hiko, na huku mashabiki Simba waliendelea na kububujika kwa hasira na jazba ambazo zikiendelea kuwatawala katika nafsi pamoja na vifua vyao ambayo yalikuwa yamewakabili katika kikao hiko. Jakata lingine ambalo pia Simba liwafanya liendelee kuhibuka katika hisia zao ni pale tu ambapo walipoweza kupata matokeo ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Stade Malien, mchezo ambao uliopigwa kule Bamako nchini Mali katika dimba la 26 Stars Mars, mchezo ambao Simba alikubali kichapo cha goli 2-1. Hisia kubwa za mashabiki ya Simba, wengi wakisema kwamba hata kama uongozi huu wa Simba ukiendelea kubaki madarakani bado Simba itaendelea kuteseka, na wengine wanasema kwamba hata mchezo wao wa derby match utakapoenda kupigwa mwezi wa 3 mwaka 2026, mchezo huo derby ya Kariakoo Simba dhidi ya Young African, wanasema kwamba hata mchezo huo Simba ataenda kupoteza na kupigwa vibaya mno kutokana na weledi wa viongozi waliokuwa nao katika madaraka waliokuwa nayo, hawawezi kuendana na ile kasi ambayo wao wanayohitaji. Vikao vingi vikiendelea kuandama katika klabu hiyo ya Simba, na huku mchakato ukiendelea kumtafuta kocha ambaye atakayekuja kurithi mikoba ya Dimitar Patev, raia kutoka pale nchini Bulgaria, na wengi CV zikiendelea kumiminika na kila mmoja anajaribu kutuma CV zake ili kuona labda anaweza kuipata nafasi hiyo. Moja kati ya jina ambalo linalizungumzwa mara kwa mara ni lile jina tu la Steven Becker kutoka pale Afrika Kusini, akiwa na umri wa miaka 57. Mmoja kati ya makocha bora kweli kweli ambao Simba wanajaribu kumfuatilia kwa karibu zaidi, na sababu wanaona kwamba kwa upande wao atakuwa ni kocha sahihi kweli kweli. Ni kocha ambaye mzawa wa taifa hilo la Afrika Kusini, na mmoja kati ya makocha ambao wamekuwa bora kweli kweli kwenye kikosi cha Stellenbosch pale Afrika ya Kusini. CV hiyo imewafanya Simba ama viongozi wa Simba kushawishika na kocha huyo raia kutoka pale Afrika Kusini, na wao wana imani kwamba kocha huyo atakuwa bora na ataifanya Simba irudi
kurudi kwenye makali ambayo yalikuwa yamewakabili miaka kadhaa iliyokuwa imepita. Ushauri ambao uliotolewa na aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Dimitar Pantev ameeleza kwamba ili Simba ifike kule ambapo panapohitajika zaidi kufika, bali wanahitaji kufanya maboresho baadhi ya maeneo, na viongozi wa Simba kuendelea kwa pamoja na kushirikiana kwa uzuri kabisa na kukaribu kwenda kuipa nafasi klabu hiyo ya Simba. Steven Becker ni moja kati ya makocha ambao vikao vingi vikiendelea kuandama hapo klabu ya Simba, na wengi wanasema kwamba kocha huyu atakuwa bora zaidi, na huku taarifa zikisema kwamba Simba tayari wameshaanza kufungua mlango kwa ajili ya kwenda kuzungumza na Steven Becker kutoka pale Afrika ya Kusini. Moja kati ya vitu ambavyo vinajaribu kuiharibu klabu hiyo ya Simba, moja kati ya vitu hivyo, mashabiki wenyewe wanasema kwamba ndani ya klabu ya Simba hakuna umoja na wala kushirikiana kwa baadhi ya viongozi. Siku za hivi karibuni tulisikia hapa kauli ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Mzee Magori, akieleza kwamba ndani ya viongozi wa Simba kuna watu ambao wana afya ya akili, wana matatizo ya afya ya akili. Baadhi tu viongozi wenyewe wanajaribu kuleteana kauli ambazo zisizokuwa rasmi kweli kweli. Na aliyekuwa mwenyekiti wa zamani ama katibu wa klabu hiyo ya Simba, Yuda Simba wa Yuda, pia akisikika kusema kwamba umeona pale kwenye mkutano mkuu wa klabu hiyo ya Simba watu waliweza kuachwa solemba, na huko kikao hiko kiliisha pasipo kuwepo na mtafaruku ama kuwepo na mwafaka wote ule, lakini mashabiki hawakuweza kuwa wamoja na wengine walielekea kwenye msafara wa kupanga mstari kwa ajili ya kwenda kupata chakula. Kauli hiyo pia imeendelea kuibua mashabiki wa Simba, na huku akisema kwamba iweje ndani ya klabu hiyo ya Simba. Wengine wanasema kwamba vikosi vya klabu hiyo ya Simba hususan kwa wachezaji wanasema kwamba hawana tatizo lolote, tatizo ambalo lilokuwepo na kuwakabili kwa baadhi ya klabu hiyo ya Simba. Tatizo hilo linaanzia kule upande wa wachezaji wenyewe. Mwekezaji Mohamed Dewji, mashabiki wanaomba atoe neno lolote lile. Kwa nini ameendelea kukaa kimya kipindi hiki ambacho wanahitaji kupewa maneno ya faraja ama kupewa maneno ambayo inawezekana ikawarudisha kwenye mstari na kuona kwamba ni mambo mazuri kweli kweli. Lakini pia jana tumeshuhudia pale mwana Simba, mwana mama huyu akiojiwa mmoja kati ya kituo cha television hapa nchini Tanzania, huku akisema kwamba hata Ahmed Ally mwenyewe inatakiwa ajiuzulu haraka iwezekanavyo kwa nafasi hiyo ya afisa habari wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Mama huyo ameeleza siku ya jana baada ya mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara kufungwa dhidi ya Azam Woka Mikate, huku akisema kwamba hata Ahmed Ally mwenyewe anatakiwa ajiuzulu haraka iwezekanavyo, kwa sababu hata yeye ni mmoja kati ya viongozi ambao wanajaribu kuwashawishi mashabiki na kuwapa matango poli, huku akiamini kwamba hawana uwezo na wala hawana competitive ambayo itakayoweza kushindana na wale ambao watakuwepo kwa ushindani zaidi. Mama huyo ameeleza na kusema kwamba kimaliza huko akisema kwamba safari hii Simba imekuwa ni kama vile ni klabu ya ngonjera, kila siku inajaribu kuzungumzwa hili, na kila siku makocha wanaondoka, wengine wanakuja, lakini wengine wanaondoka pasipo kuwa na sababu yoyote. Ametolea mfano kwa kocha Fadlu Davis, raia kutoka pale Afrika Kusini. Mbona aliondoka, huku wengine wakiwa na maswali mengi kweli kweli wakijiuliza why Fadlu Davis ameondoka kwenye klabu hiyo ya Simba. Na Fadlu pia aliweza kuweka wazi kwa maana kwamba yupo kiongozi mmoja anayemsumbua na kumtishia, kwani usajili huu ambapo Simba waliweza kufanya usajili wote wa klabu hii ya Simba ulikuwa umefanywa na chini ya kocha huyo Fadlu Davis. Sasa taarifa zikieleza kwamba sababu ambao wao wameweza kumfukuza ama kuhitaji kuondoka kwa Fadlu ni kwa sababu tu ya kuweza kuziba ile mifereji ya kupiga kwa hela. Hilo ni moja kati ya nukuu ambayo najaribu tu kukunukuu hapa na kukupa hizo taarifa, lakini vikao vikiendelea kwa vizito kweli kweli. Lakini mchakato mkubwa kwa hivi sasa kutoka ndani ya klabu hiyo ya Simba ni kwenda kukamilisha kwa baadhi ile 26 mchezo huo dabi ya Kariakoo, Simba dhidi ya Young African. Unasema kwamba hata mchezo huo Simba
kwamba ataenda kupoteza na kupigwa vibaya mno kutokana na weledi wa viongozi waliokuwa nao katika madaraka waliokuwa nayo. Hawawezi kuendana na ile kasi ambayo wao wanayohitaji. Vikao vingi vikiendelea kuandama katika klabu hiyo ya Simba, na huku mchakato ukiendelea kumtafuta kocha ambaye atakayekuja kurithi mikoba ya Dimitar Lopatev, raia kutoka pale nchini Bulgaria, na wengi CV zikiendelea kumiminika na kila mmoja anajaribu kutuma CV zake ili kuona labda anaweza kuipata nafasi hiyo. Moja kati ya jina ambalo linalizungumzwa mara kwa mara ni lile jina tu la Steven Becker kutoka pale Afrika Kusini, akiwa na umri wa miaka 57. Mmoja kati ya makocha bora kweli kweli ambao Simba wanajaribu kumfuatilia kwa karibu zaidi, na sababu wanaona kwamba kwa upande wao atakuwa ni kocha sahihi kweli kweli. Ni kocha ambaye mzawa wa taifa hilo la Afrika Kusini, na mmoja kati ya makocha ambao wamekuwa bora kweli kweli kwenye kikosi cha Stellenbosch pale Afrika ya Kusini. CV hiyo imewafanya Simba ama viongozi wa Simba kushawishika na kocha huyo raia kutoka pale Afrika Kusini, na wao wana imani kwamba kocha huyo atakuwa bora na ataifanya Simba irudi kwenye makali ambayo yalikuwa yamewakabili miaka kadhaa iliyokuwa imepita. Ushauri ambao uliotolewa na aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Dimitar Lopatev, ameeleza kwamba ili Simba ifike kule ambapo panapohitajika zaidi kufika, bali wanahitaji kufanya maboresho baadhi ya maeneo, na viongozi wa Simba kuendelea kwa umoja na kushirikiana kwa uzuri kabisa na kukaribu kwenda kuipa nafasi klabu hiyo ya Simba. Steven Becker ni moja kati ya makocha ambao vikao vingi vikiendelea kuandama hapo klabu ya Simba, na wengi wanasema kwamba kocha huyu atakuwa bora zaidi, na huku taarifa zikisema kwamba Simba tayari wameshaanza kufungua mlango kwa ajili ya kwenda kuzungumza na Steven Becker kutoka pale Afrika ya Kusini. Moja kati ya vitu ambavyo vinajaribu kuiharibu klabu hiyo ya Simba, moja kati ya vitu hivyo, mashabiki wenyewe wanasema kwamba ndani ya klabu ya Simba hakuna umoja na wala kushirikiana kwa baadhi ya viongozi. Siku za hivi karibuni tulisikia hapa kauli ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Mzee Magori, akieleza kwamba ndani ya viongozi wa Simba kuna watu ambao wana afya ya akili, wana matatizo ya afya ya akili. Baadhi tu viongozi wenyewe wanajaribu kuleteana kauli ambazo zisizokuwa rasmi kweli kweli. Na aliyekuwa mwenyekiti wa zamani ama katibu wa klabu hiyo ya Simba, Yuda Simba wa Yuda, pia akisikika kusema kwamba umeona pale kwenye mkutano mkuu wa klabu hiyo ya Simba watu waliweza kuachwa solemba, na huko kikao hiko kiliisha pasipo kuwepo na mtafaruku ama kuwepo na mwafaka wote ule, lakini mashabiki hawakuweza kuwa wamoja, na wengine walielekea kwenye msafara wa kupanga mstari kwa ajili ya kwenda kupata chakula. Kauli hiyo pia imeendelea kuibua mashabiki wa Simba, na huku akisema kwamba iweje ndani ya klabu hiyo ya Simba. Wengine wanasema kwamba vikosi vya klabu hiyo ya Simba, hususan kwa wachezaji, wanasema kwamba hawana tatizo lolote, tatizo ambalo lilokuwepo na kuwakabili kwa baadhi ya klabu hiyo ya Simba. Tatizo hilo linaanzia kule upande wa wachezaji wenyewe. Mwekezaji Mohamed Dewji, mashabiki wanaomba atoe neno lolote lile. Kwa nini ameendelea kukaa kimya kipindi hiki ambacho wanahitaji kupewa maneno ya faraja ama kupewa maneno ambayo inawezekana ikawarudisha kwenye mstari na kuona kwamba ni mambo mazuri kweli kweli. Lakini pia jana tumeshuhudia pale mwana Simba, mwana mama huyu akiojiwa mmoja kati ya kituo cha television hapa nchini Tanzania, huku akisema kwamba hata Ahmed Ally mwenyewe inatakiwa ajiuzulu haraka iwezekanavyo kwa nafasi hiyo ya afisa habari wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Mama huyo ameeleza siku ya jana baada ya mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara kufungwa dhidi ya Azam Woka Mikate, huku akisema kwamba hata Ahmed Ally mwenyewe anatakiwa ajiuzulu haraka iwezekanavyo, kwa sababu hata yeye ni mmoja kati ya viongozi ambao wanajaribu kuwashawishi mashabiki na kuwapa matango poli, huku akiamini kwamba hawana uwezo na wala hawana competitive ambayo itakayoweza kushindana na wale ambao watakuwepo kwa ushindani zaidi. Mama huyo ameeleza na kusema kwamba kimaliza, huku akisema kwamba safari hii Simba imekuwa ni kama vile ni klabu ya ngonjera, kila siku inajaribu kuzungumzwa hili, na kila siku makocha wanaondoka, wengine wanakuja, lakini wengine wanaondoka pasipo kuwa na sababu yoyote. Ametolea mfano kwa kocha Fadlu Davis, raia kutoka
pale Afrika Kusini. Mbona aliondoka, huku wengine wakiwa na maswali mengi kweli kweli, wakijiuliza why Fadlu Davis ameondoka kwenye klabu hiyo ya Simba. Na Fadlu pia aliweza kuweka wazi kwa maana kwamba yupo kiongozi mmoja anayemsumbua na kumtishia, kwani usajili huu ambapo Simba waliweza kufanya usajili wote wa klabu hii ya Simba ulikuwa umefanywa na chini ya kocha huyo Fadlu Davis. Sasa taarifa zikieleza kwamba sababu ambao wao wameweza kumfukuza ama kuhitaji kuondoka kwa Fadlu ni kwa sababu tu ya kuweza kuziba ile mifereji ya kupiga kwa hela. Hilo ni moja kati ya nukuu ambayo najaribu tu kukunukuu hapa na kukupa hizo taarifa, lakini vikao vikiendelea kwa vizito kweli kweli, lakini mchakato mkubwa kwa hivi sasa kutoka ndani ya